Utaratibu wetu ni ule ule kuleta hotuba za Kiswahili za viongozi ambao walitembelea ikulu ya Kremlin pamoja na mambo mengine. Sasa tuko hapa na hotuba ya Kiswahili ambayo ni kati ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin pamoja na rais wa China bwana Xi Jinping, ambaye alikuwa ni miongoni mwa viongozi wakuu kutoka mataifa mbalimbali ambao waliwasili pale nchini Urusi kwa ajili ya sherehe za miaka 80 ya Urusi kuigaragaza Ujerumani dhidi ya utawala wa Kinazi ambao ulikuwa unaongozwa na bwana Adolf Hitler. Vladimir Putin na rais wa China walitoa taarifa kwa vyombo vya habari kufuatia mazungumzo ambayo waliyafanya, na mazungumzo hayo yalikuwa yanalenga kuonesha namna ambavyo kuna mashirikiano mazuri kati ya Urusi pamoja na China. Kwa kuanza, rais wa Urusi Vladimir Putin alianza kwa kusema, Rais Xi Jinping, rafiki yangu mpendwa, mabibi na mabwana, kama kawaida mazungumzo yetu na rais wa Jamhuri ya Watu wa China yanafanyika katika hali ya joto, ya kirafiki na yenye kujenga. Ulikuwa ni mjadala wa kina wenye tija. Ziara ya sasa ya bwana Xi Jinping ili kuendana na sherehe ya kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu za uzalendo. Akasema, sisi pamoja na viongozi wengi wa kigeni tumeshiriki katika hafla ya ukumbusho na kuhudhuria gwaride la ushindi. Wanajeshi na maafisa wa jeshi la ukombozi la watu wa China waliandamana bega kwa bega na vitengo vya kijeshi kutoka Urusi pamoja na mataifa kadhaa katika maandamano ya sherehe kwenye eneo la Red Square. Rais wa China na mimi pia tumekubaliana kwamba tutakutana mjini Beijing mwezi Septemba kusherekea kumbukumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia na kutoa heshima kwa wanajeshi wa Soviet na China waliopigana pamoja dhidi ya wanamgambo wa kule Japan. Kushinda ugumu na vitisho vya vita visivyo na kifani, mataifa yetu yalifanya ushujaa wa mwisho kurejesha amani, lakini pia kama inavyojulikana walipata hasara kubwa zaidi. Leo Urusi na Uchina zinasimama pamoja katika juhudi zao thabiti za kuhifadhi ukweli wa kihistoria juu ya ushindi mkuu kama dhamana ya kawaida kwa wanadamu, na kwa pamoja kuzuia majaribio ya upotoshaji wa historia na kujaribu kupamba unazi wa wakati huo. Udugu wetu wa kishujaa wa pamoja na maandamano yanaunda msingi thabiti wa maendeleo na uimarishaji wa uhusiano wa Urusi pamoja na China. Mahusiano haya yamefikiwa kiwango cha juu zaidi katika historia, kujitosheleza na kujitegemea kutoka katika mambo ya ndani ya kisiasa au ajenda za kitambo za ulimwengu. Ushirikiano wa kina na ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi pamoja na China umejengwa juu ya kanuni ambazo hazitatikisika za usawa, kusaidiana, lakini pia kuhakikisha kwamba tunashauriana, pamoja na urafiki ambao hauwezi kuvunjika kati ya mataifa haya mawili na mataifa haya makubwa zaidi. Ninataka kusisitiza kwamba bwana Xi Jinping na mimi binafsi tunadhibiti nyanja zote za ushirikiano wa Russia na China na kufanya kila tuliwezalo kupanua ushirikiano katika masuala ya nchi mbili pamoja na ajenda za kimataifa. Katika mazungumzo ya leo tumejadili ushirikiano wa kisasa na kiusalama kuhusu masuala ya uchumi pamoja na mabadilishano ya kitamaduni pamoja na mabadilishano ya kibinadamu ambayo yamekuwa na kina zaidi. Kama umeona hivi punde, kufuatia mazungumzo tumetia saini kifurushi cha kuvutia cha hati. Taarifa ya pamoja ambayo bwana Xi Jinping na mimi tumetia saini inaweka malengo makubwa, hasa kuhakikisha maendeleo makubwa katika biashara na uwekezaji kati ya Urusi pamoja na China ifikapo mwaka 2030. Lakini kama itoshi, kupanua na kuboresha muundo wa mahusiano ya kiuchumi kwa kuongeza sehemu ya bidhaa za teknolojia ya juu, kuendeleza ubunifu wa biashara ya mtandaoni, usambazaji wa nyenzo muhimu pamoja na rasilimali za madini pamoja na mazao ya kilimo. China ni mshirika mkubwa wa biashara wa Urusi. Mnamo mwaka 2024 biashara yetu iliweka rekodi mpya ya kufikia takribani dola bilioni 245. Urusi pia ni mmoja wa washirika wakuu wa biashara na China. Ushirikiano wa uwekezaji unaendelezwa kikamilifu. Takribani miradi 90 ya kipaumbele cha juu na Urusi na China yenye thamani ya dola bilioni 200 inatekelezwa au inaendelezwa, ikihusisha maeneo kama vile uzalishaji wa viwanda, usafiri, vifaa, kilimo pamoja na madini.
Makubaliano baina ya serikali kuhusu uendelezaji na ulinzi wa pamoja wa utekelezaji ambao umetiwa saini leo bila shaka unachangia ukuaji endelevu na uwekezaji wa pande zote hizi mbili. Hatua za wakati unaofaa na zilizoratibiwa vyema zilizochukuliwa na Urusi na Uchina za kufanya malipo ya nchi mbili kwa sarafu ya kitaifa pia inachangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uhusiano wetu wa kibiashara. Kwa hivyo karibu miamala yote ya biashara ya Urusi na China sasa inafanywa kwa rubo au yuan. Kwa kweli mfumo thabiti na uthabiti wa biashara za pande zote umeanzishwa ambao unalindwa kwa uhakika dhidi ya ushawishi wa nchi za tatu na mabadiliko mabaya ya soko la kimataifa. Nguvu ya bomba la gesi la Siberia sasa imefikia uwezo wake kamili wa muundo na mita za ujazo bilioni 31 za gesi asilia zimewasilishwa kwa washirika wetu wa China. Gazprom mara kwa mara imekuwa ikikutana na mabomba ya wenzao wa China na wamekuwa wakitoa mara kwa mara kiasi ya zaidi ya yale yaliyokuwa wameainisha katika majukumu ya kimkataba. Kuzinduliwa kwa bomba la gesi la Mashariki ya Mbali ambao imepangwa kufanyika mwaka 2027 kutaongeza mauzo ya gesi ya Urusi pamoja na mita za ujazo zisizopungua bilioni 10. Kiasi cha LNG ambayo Urusi inaipatia China pia kimeongezeka na ushirikiano katika nishati ya amani ya nyuklia unaendelea kwa mafanikio makubwa. Rosatom inaunda vitengo vya nguvu ambavyo vimeundwa na Urusi katika ile NPP ya Taiwan pamoja na SureDAP NPP, na uagizaji wao utatoa mchango mkubwa katika usambazaji wa nishati ya uchumi wa China, kusaidia kusambaza makampuni ya biashara pamoja na kaya za Kichina nishati ya gharama nafuu na safi, hivyo kuboresha hali ya mazingira katika miji mikubwa ya China pamoja na miji inayopatikana Urusi. Mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2025, jengo la kuongeza kasi la Nika lililojengwa kwa usaidizi hai kutoka kwa washirika wetu wa China lilizinduliwa katika jiji la Dubna katika mkoa wa Moscow. Mgongano huu unaruhusu majaribio ya kipekee ya kifizikia ambayo yatasaidia kusoma asili na sifa za chembe za msingi. Wakati wa kujadili masuala ya sasa ya ushirikiano wa viwanda, mkazo maalum umewekwa katika kuunda minyororo ya ziada ya thamani ya kuanzisha teknolojia pamoja na ubunifu wa hali ya juu. Wazalishaji wakubwa wa magari ya Kichina, wazalishaji wa vifaa vya viwanda, microelectronics pamoja na vifaa ambavyo vimekuwa vikitumika katika device mbalimbali wameendelea kupanua uwepo wao katika soko la Urusi. Miradi mikubwa ya pamoja itatekelezwa katika tasnia ya madini isiyokuwa na changamoto yoyote ile, kemikali pamoja na bioteknolojia, dawa, ukuzaji wa anga pamoja na maeneo mengine mengi ambayo tunaona yatakuwa yana nguvu zaidi. Urusi na Uchina zinatanguliza mbele maendeleo ya korido zao za kimataifa za usafiri ambazo zinazunguka bara zima la Eurasia. Nchi yetu inaboresha kikamilifu njia kuu za reli, njia kuu za Trans-Siberia pamoja na Baikal-Amur pamoja na miundombinu ambayo inaunga mkono. Maendeleo makubwa yamepatikana katika maendeleo na uendeshaji wa kibiashara wa njia ya bahari ya kaskazini. Matokeo yake, mtiririko wa abiria na mizigo kati ya Urusi na China unaendelea kukua kwa kasi ya ajabu na kuongezeka kwa upitishaji kwenye vivuko vya mpaka ambavyo hadi hivi sasa vimeonekana vinafanya kazi kwa muda wa masaa 24 na vinapitisha raia. Pia kuangazia kwamba mwaka 2024-2025 imetangazwa kuwa miaka ya msalaba ya utamaduni wa Urusi na wa China. Hadi sasa karibu matukio 150 ikiwa ni pamoja na ziara ambazo zimekuwa zikifanyika, ziara za kimichezo, maonyesho ya makumbusho, tamasha ya filamu yamefanyika katika miji 30 ya Urusi na miji 50 ya Uchina. Majira ya baridi yaliyopita, Moscow iliadhimisha mwaka mpya wa Luna kwa kiwango kikubwa, tukio ambalo mamia na maelfu ya wa China pamoja na Warusi walishiriki. Nina hakika kwamba watu wengi huko Moscow sasa wanakumbuka nyakati hizo za sherehe kwa furaha. Tuna sherehe nyingi za mwaka mpya, kalenda ya mwaka mpya wa mtindo wa kale, na sasa tunafurahia kusherekea mwaka mpya wa Luna. Ukuaji thabiti na utalii wa pande zote unaungwa mkono zaidi na mfumo usio na visa kwa vikundi vya watalii ambavyo vimepangwa. Mnamo mwaka 2024, raia milioni 1.6 wa Urusi walitembelea Jamhuri ya Watu wa Uchina,
huku takribani raia milioni 1.2 wa China walisafiri kwenda katika shirikisho la Urusi. Kuna takribani wanafunzi 21,000 wa Urusi nchini China, wanafunzi wa Kichina 51,000 katika nchi ya Urusi, zaidi ya programu 160 za elimu ya nchi mbili kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza na wahitimu zinapatikana kwa lugha ya Urusi pamoja na lugha ya Kichina. Kuna taasisi 27 za elimu ya pamoja ikijumuisha chuo kikuu kishiriki cha Urusi na China ambacho kimeundwa na chuo kikuu cha jimbo la Lomonosov Moscow pamoja na taasisi ya teknolojia ya Beijing. Kuna vyama 12 vya vyuo vikuu ambavyo vinaunganisha takribani taasisi 600 za elimu katika nchi hizo mbili. Leo rais wa China amependekeza mpango wa kushikilia miaka ya elimu ya nchi hizi mbili. Tunaunga mkono wazo hili na wakati unaofaa kwa hivi sasa ndio huu. Wanariadha wa China wameshiriki kwa mafanikio michezo ya BRICS na michezo ya baadaye iliyofanyika nchini Urusi mwaka 2024. Kwa upande wake timu ya taifa ya Urusi ilishinda tuzo nyingi kwenye michezo mikubwa ya Altai ambayo iliandaliwa nchini China mwezi Januari. Wakati wa kushughulikia masuala muhimu ya kimataifa na kikanda, tulithibitisha tena kwamba Urusi na Uchina zinashikilia msimamo ambayo inafanana au ambayo misimamo inayolingana. Nchi hizi mbili zinafuata sera huru za kigeni na zina nia ya kuunda utaratibu wa ulimwengu wa pamoja nyingi, lakini pia ulimwengu wenye haki pamoja na demokrasi. Kama unavyojua, Umoja wa Mataifa unaadhimisha miaka 80 mwaka huu. Russia na China zote zinaamini kwamba Umoja wa Mataifa na Baraza lake la Usalama la Umoja wa Mataifa wanapaswa kuendelea kuchukua nafasi muhimu katika masuala ya kimataifa. Wakati wa masuala na matatizo yote kwenye ajenda za kimataifa na kikanda lazima yashughulikiwe kwa kufuata mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, kwa kuzingatia maslahi ya wanachama wote wa jumuiya ya kimataifa, kwa kuheshimu tofauti zao za kitamaduni lakini kuishi kwa ustaarabu. Nchi zetu zinashirikiana kikamilifu ndani ya BRICS na shirika la ushirikiano la Shanghai ambapo sasa China inaongoza. Urusi inaunga mkono vipaumbele vyake kwenye hilo. Shirika la ushirikiano la Shanghai linafahamika kama SCO, na tunayo furaha kushiriki katika mkutano wa kilele wa SCO ambao ulifanyika kule Tianjin Septemba mwaka 2024. Bila shaka tutaendelea kuratibu nafasi zetu katika miundo mingine ya kimataifa kama vile kongamano la ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific G20, shirika la biashara ulimwenguni, shirika la fedha la kimataifa pamoja na benki ya dunia. Tutaendelea na juhudi zetu za kuoanisha michakato ya ujumuishaji ndani ya EAEU pamoja na mpango wa China wa Belt and Road, mpango wa China na Belt and Road, kwa matarajio ya kuunda ushirikiano mkubwa zaidi wa hiyo Russia. Kwa kumalizia, ningependa kumshukuru kwa dhati rafiki yangu Xi Jinping na wenzetu wa China kwa kazi yao ya pamoja yenye tija. Nina imani kwamba ziara na mazungumzo ya sasa yataimarisha zaidi urafiki wa Urusi pamoja na China na kuchangia ustawi wa mataifa haya mawili makubwa. Hii ilikuwa ni hotuba ya Kiswahili ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin mbele ya Rais wa China Bwana Xi Jinping, na hapo ndipo akapokea kijiti. Rais wa China Bwana Xi Jinping alianza kusema: Rais Putin, mawaziri, waandishi wa habarini za mchana. Nimefurahi kutembelea Moscow kwa mara nyingine tena wakati wa msimu huu wa sherehe ambao umejaa hisia na shangwe za ushindi. Ninataka kumshukuru Putin kwa kunialika na kuwashukuru marafiki zetu wa Urusi kwa makaribisho yao mazuri. Mheshimiwa Rais na mimi tumekuwa na mazungumzo ya kirafiki yenye manufaa kufikia makubaliano mbalimbali, makubaliano muhimu. Mheshimiwa Rais, tumetia saini taarifa ya pamoja ya shirikisho la Urusi na Jamhuri ya Watu wa China kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kina na ushirikiano wa kimkakati katika enzi mpya ili kuadhimisha miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisoviet katika vita kuu ya Patriotiki na ushindi wa watu wa China dhidi ya uvamizi wa Japani na uanzishwaji wa Umoja wa Mataifa, pamoja na kifurushi cha kuvutia cha hati kimetiwa saini na kubadilishana mbele yetu, ambacho naamini kitaboresha zaidi uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Urusi ndiyo nchi ambayo nimetembelea mara nyingi zaidi kama rais wa China. Hii ni ziara yangu ya 11. Lakini nimeshiriki katika sherehe za miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisoviet katika vita kuu ya Patriot. Mara ya mwisho nilihudhuria sherehe kama hizi ulikuwa ni muongo mmoja ambao umepita. Xi Jinping anaendelea:
Miaka 10 iliyopita imeleta sio tu mabadiliko makubwa katika mazingira ya kimataifa, lakini pia hatua muhimu na mafanikio katika maendeleo ya uhusiano wa China pamoja na Urusi. Tumeshuhudia uimarishaji thabiti wa uaminifu wetu wa kisiasa pamoja na upanuzi wa nguvu wa ushirikiano wa pande nyingi ambao unaendelea kwa hivi sasa kuendelea kuimarika zaidi. Katika kukabiliana na mabadiliko ya kimataifa makubwa pamoja na historia, nina hakika kabisa juu ya umuhimu wa kukaa kweli kwa mwendo na maendeleo ya uhusiano wetu wa nchi mbili, jamii ya wanadamu kwa ujumla. Ni lazima tudumishe hisia zetu za uwajibikaji, kuimarisha ushirikiano wa kina na kuchangia zaidi katika maendeleo na ustawi wa mataifa yetu, huku tukitetea haki na usawa wa kimataifa. Ni muhimu kwamba tumebaki kuwa marafiki ambao tunaaminiana na marafiki ambao hatufungwi na mtu yeyote yule. Hasa tunawapenda watu ambao wanataka kuheshimiana. Miaka 80 iliyopita katika hali ya kijeshi unazi, majeshi na watu wa China na Urusi walipigana bega kwa bega na kwa ujasiri mkubwa. Kwa pamoja waliandika sura tukufu katika historia ya mwanadamu, urithi wa ushujaa ambao hautafifia kamwe. Uhusiano wa kina kati ya watu wetu ulijengwa kwa moto mkubwa ambao ulikuwa ni moto wa vita vya kumwaga damu na kuweka misingi thabiti na mwelekeo unaokuwa wa uhusiano wetu wa nchi mbili. Nina imani kwamba lazima tuendelee kuimarisha imani yetu ya kisiasa, kuimarisha uratibu wetu wa kimkakati. Uhusiano kati ya China pamoja na Urusi utaendelea kukua kadri siku zinavyokwenda. Ni muhimu tubaki kuwa washirika wa kutegemewa ambao tumejitolea kunufaisha ustawi wa pamoja. Ushirikiano wa kunufaishana kati ya China pamoja na Urusi umekwenda kwenye njia ngumu zaidi, kutoka katika mtiririko mkubwa wa kuheshimiana katika mizigo ambayo tumekuwa tukipitia pamoja na changamoto ya vita ya pili ya dunia, hadi kuweka rekodi mpya za kibiashara pamoja na maeneo mengine. Ni muhimu kwamba tubaki watetezi wa uratibu na utaratibu wa ulimwengu katika roho, lakini roho zenye usawa. Uchina na Urusi kama sinema kuu za vita katika vita ya pili ya dunia zilitoa mchango mkubwa katika ushindi dhidi ya Unazi, na kwa hiyo ziliweka msingi wa utaratibu wa ulimwengu baada ya vita. China pamoja na Urusi zinapaswa kusimama bega kwa bega bila kuyumba yumba. Zinatakiwa kuungana mkono kwa uthabiti, mfumo ambao unazingatia umoja wa mataifa wa uhusiano wa kimataifa na utaratibu wa dunia unaozingatia sheria za kimataifa na kuendeleza usawa na utaratibu wa pande nyingi. Aliongea maneno mengi sana bwana Xi Jinping. Mwisho akasema, kadri hekima ya Wachina inavyoenda, njia ya kufikia lengo kubwa zaidi ipo kupitia ugumu wa kutisha zaidi. Licha ya hali ya msukosuko ya kimataifa, China na Urusi zitaendelea kushikamana na moyo wa ujirani wa milele, muingiliano wa kimkakati, ushirikiano wa kunufaishiana. Tutastahimili hali ya hewa yoyote, kushinda vizuizi vyovyote, kufanya kazi bila kukoma, kuendeleza uhusiano wa pande zote mbili kwa mapana na marefu, kuimarisha nguvu zetu, lakini kuleta utulivu zaidi kwa amani na usalama wa kimataifa, na kuleta maendeleo yenye nguvu zaidi kwa amani pamoja na usalama wa kimataifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Alikuwa ni Xi Jinping wakati amekutana na bwana Vladimirovich Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.